tarehe 28 Oktoba ni Media Day kwa Azam FC, na tumekuja hapa kupiga story mbalimbali na wachezaji pamoja na viongozi wa Azam FC, na hapa mbele ya kamera tuko na mchezaji wa Azam Idi Suleiman. Na kwanza hongera sana kwa kufika hatua ya makundi timu yenu kwa ujumla. Namshukuru Mungu, tumefurahi kuweza kuweka historia katika timu yetu. Bwana, kwa miaka mingi sana ulicheza Azam, hatimaye leo Mwenyezi Mungu amewavusha ile hatua ya awali na hatimaye kwenda hatua ya makundi. Je, mission ilikuwa ngumu kiasi gani mpaka kufikia hapa mkufikia? Mission ilikuwa ngumu, lakini tunaweza kumshukuru Mungu, tumeweza kukamilisha mission hiyo na kuweza ku alive kwenye group stage. Ni hivyo, mechi zilikuwa ngumu, tumekutana na wapinzani tofauti, lakini tunamshukuru Mungu, mwalimu ameweza kuweka kitu na wachezaji wote kwa ujumla tumeweza kushirikiana na viongozi wote kuweka alama katika timu yetu, ambapo tulikuwa hatujawahi kufika kwenye hatua hiyo. Furaha. Wewe mara baada ya kuona Azam FC imefika hatua ya makundi, furaha yako ilikuwaje Nado? Furaha yangu mimi ni kubwa kwa sababu nimecheza hapa almost miaka kama 4. Sijawahi kufika kwenye hatua hiyo. Ni kitu ambacho hata siku nikiwa sipo hapa nikiulizwa Nado ushawahi kufanyia nini Azam, naweza kusema nenda mkaangalie historia ya sisi ndio wachezaji wa kwanza kwenda kwenye group stage. Na itaandikwa kwenye historia. Lazima, kwa sababu ndo mara ya kwanza, naamini itawekwa kwenye historia kwa sababu ndo mara ya kwanza kwenda kufika kwenye hatua. Bwana Nado, pia tarehe 30 mnaenda kuikabili Singida Black Stars. Je, nyinyi kama wachezaji mjiandaje kwenda kuwakabili wapinzani wenu ambao nao wana safu kali ya ushambuliaji na pia wana viungo wazuri na mabeki wazuri kwa ujumla? Mechi itakuwa nzuri, mechi ngumu. Singida ina wachezaji wazuri na mwalimu mzuri. Azamu ina wachezaji wazuri na mwalimu mzuri. Kwa mimi naamini ni mechi itakuwa ngumu, ambaye aliyejiandaa vizuri anaweza akapata point, lakini uwanja ndio utaamua. Kwa mimi na imani mechi tunacheza nyumbani, na mimi tukipata point 3 itakuwa ni kitu kizuri sana. Yaani sio tupoteze mchezo huu. Sisi kwetu ni mchezo muhimu sana ili kuendelea na ligi. Na sasa hivi unavyoiona ligi ya NBC imekuwa na ushindani wa kiasi gani, nyinyi kama wachezaji mnavyoona jinsi inapokwenda hivi? Ligi kila miaka inapozidi kwenda ligi inabadilika, walimu wazuri wanakuja kwenye nchi yetu kuja kufundisha na wachezaji wazuri wanakuja. Kwa mimi naamini ligi saizi ni ngumu, huwezi ukamtaja bingwa wala huwezi ukamtaja mtu ambaye aniyeshuka. Kocha msingi ni kuweza kupata kila alama 3 ili kuweza kufanya kitu ambacho wewe unakihitaji au kwenye target zako ili uweze kufika ile sehemu ambayo uliojipangia.